Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa, na wasalimu kwa pendo la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekushukuru, nimekusanta kwa sababu fadhili zako ni za milele. Utukufu wako washuka duniani kama Baba ulivyo mbinguni. Leo, siku ya leo, nimesimama kwa ajili ya neno lako na kulisha neno lako kundi lako. Biblia inasema kwamba neno lako liwe kwa wingi ndani yetu. Tena kwenye maandiko kasema, mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa kwako, na neno ni Mungu. Baba, mikononi mwako na ikabidhi neno la leo, hata yaliyo yako yaonekane, mapenzi yako atimie, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Leo tutajifunza neno kutoka kwenye kitabu cha Kutoka. Kitabu hiki cha Kutoka, mwandishi wa hiki kitabu anaitwa Musa. Musa ndiye mwandishi wa hiki kitabu cha Kutoka. Ameandika hiki kitabu kuhusiana na namna ambavyo alivyowakomboa wana wa Israeli, na namna ambavyo wana wa Israeli walivyopokea sheria, na namna ambavyo Mungu alivyomtembeza katika ramani na kuenenda kumpa ufunuo kwa ajili ya kundi lake takatifu. Katika hichi kitabu cha Kutoka 19 mstari wake wa 9 mpaka 10 inazungumzia habari ya utakaso, namna ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa Misri, walivyotoka Misri kuingia katika mji wa Kanaani, mji ambao Mungu aliwaahidi mababu zake. Biblia inasema kwamba ndipo wana wa Israeli wakaenda kinyume, wakaanza kuabudu ile miungu ya Misri, wakaanza kuiabudu na kuanza kuiweka kama ibada maalum ambao waliweka. Lakini tunapotazama namna ambavyo Musa alivyoenenda kuambiwa na Mungu, Musa aliambiwa na Mungu akamwambia kwamba basi nenda kwa wana wa Israeli ukawatakase leo na kesho, ili siku ya tatu nije nitaongea nao. Biblia inasema hivi, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema 19 Kutoka mstari wake wa 9, maandiko matakatifu yanasema hivi: Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema na wewe, wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana haya maneno ya watu. Je, namna ambavyo Mungu alipomwambia Musa, nenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, Biblia inavyosema kwamba Musa alianza kuuliza, je, watu hawa itakuwaje? Na watu hao tayari wameshaamini, wameshakuwa na kitu ambacho wamekwisha kukiamini katika ndani ya mioyo yao. Wameshaamini kwamba yule Mungu ndio Mungu wa kweli. Lakini Mungu akamwambia Musa, bana, nenda. Biblia hapa 10 nasema kwamba 10 nasema, Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Bwana akamwambia Musa, basi nenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakaenende kuzifua nguo zao. Maana katika namna ambavyo Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayenenda kujitakasa, Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayenenda kujiosha, Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayenenda kutakasa moyo wake. Lakini Mungu apendezwa na mtu ambaye hajitakasi? Hapana. Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayejitakasa kila leo na kila saa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu akaenenda kumwambia Musa, ukawatakase. Maana kipindi hichi, kipindi cha Agano la Kale, makuhani ndio waliokuwa wakiwatakasa watu. Wakitenda dhambi, makuhani ndio wanawatakasa. Lakini Mungu alimwambia Musa, nenda ukawatakase leo na kesho, wakasifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya tatu. Hapa Biblia inasema wawe tayari kwa siku ya tatu, maana nitashuka katika mlima wa Sinai machoni pao, ili nipate kuzungumza nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kulingana na Biblia jinsi ambavyo unavyojieleza na kulingana na maandiko namna ambavyo anavyosema, kwa hiyo Biblia inajiweka wazi na kujifunua wazi kuhusiana na watu kama na hawa. Lakini tunapochunguza Biblia vizuri, tunakuwa kuangalia kwamba kipindi hapa kwenye 11 inasema kwamba 11 inasema hivi, wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima Sinai.
Kwa hiyo hiyo siku ya tatu Bwana atashuka katika ule mlima Sinai. Ina maana Mungu atashuka katika ule mlima kuja kuzungumza nao na kuja kusema nao katika ule mlima. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayejitakasa. Ukitaka kumuona Mungu, ukitaka uone uso wa Mungu, kwanza jitakase. Unapojitakasa moyo wako, unapojitakasa nafsi yako, ndipo utamuona Mungu. Hauwezi ukamuona Mungu usipojitakasa. Lazima muone Mungu kipindi unajitakasa, unajiosha. Lakini kabla hujajitakasa, hauwezi ukamuona Mungu kamwe. Na ndio maana Mungu alimwambia Musa, nenda ukawatakase watu kama na hawa, ili wawe tayari kwa siku ya tatu, maana nitashuka katika mlima Sinai machoni pa watu hao, ili mimi nipate kuzungumza nao. Kwa hiyo Mungu anazungumza na mtu ambaye anayejitakasa. Mungu hawezi akazungumza na mtu ambaye hajitakasi. Inawezekana anaweza akawapitia maono tu, lakini wewe usiwe mtu wake au usiwe mtumishi wake. Maana Mungu anazungumza katika njia nyingi sana, lakini Mungu anapenda mtu ambaye anayejitakasa kila leo, maana Mungu hapendi na uchafu. Hakuna siku moja Mungu anaweza kaja akakutembelea ndani ya nyumba lako na nyumba lako limejaa uchafu, au mgeni anapokuja katika nyumba lako akiona nyumba lako limeenenda kuchafuka, atasema hili nyumba haijabarikiwa, maana nyumba ni chafu. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayejitakasa. Mungu anapendezwa na mtu ambaye anayejiosha, kwa sababu ukijiosha katika ndani ya moyo wako, ukijiosha katika moyo wako, ndipo utaona uso wa Mungu unapotembea katika ndani ya maisha yako. Ndio maana Mungu alimwambia Musa wakatakase. Biblia inasema kwamba wakaenenda kutakaswa. Walivyoenenda kutakaswa, siku ya tatu Mungu akashuka katika mlima Sinai. Ukishuka chini, Mungu akashuka katika mlima Sinai. Mungu aliposhuka katika mlima Sinai, aliona tetemeko la ardhi, baragumu ikawa inalia. Waliona tetemeko la ardhi, wakaanza kuogopa, wakasema basi Musa, basi mwambie Mungu wako, sisi tunamwamini. Wakaanza kusema kwamba basi tunamwamini. Musa akaenda machoni pa Mungu, akamwambia Baba, watu hawa tayari wamekuamini. Ndipo sasa Mungu akawaambia namna ambavyo Musa alivyoambiwa kwamba basi waambie namna ambavyo sheria ulizozipokea. Wakazipokea zile sheria, wakaambiwa namna ambavyo walivyoambiwa zile sheria. Ndipo ambapo wana wa Israeli walisimama katika kusudi la Mungu, wakaenda katika ule mji wa ahadi ambao Mungu aliwaandalia. Maana Mungu hawezi akakuandalia nafasi ambapo wewe ndani yako kuna uchafu. Ikiwa ndani yako kuna usafi, Mungu anakuandalia sehemu nzuri, sehemu ya utakaso, sehemu ambayo ina nguvu ya upako ndani yako. Lakini usipojitakasa, kama huwezi ukamwona Mungu, kama huwezi ukaona ufalme wa mbingu. Lazima uone ufalme wa mbingu ukiwa wewe umejitakasa. Moyo wako, nafsi yako ikienenda kutakasika, ikienenda kuwa safi, ndipo Mungu atashuka na atasema na wewe. Ikiwa wewe haujisimami katika kusudi lake, au usimame katika namna ambavyo yeye anavyotaka, utakuwa unajiuliza, kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Kwa sababu umepoteza utukufu wa Bwana, kwa sababu umepoteza nira za Bwana, kwa sababu umekimbia sana na utakatifu. Ndio maana unaenenda kupitia majanga, unaenenda kupitia mambo ya hatari. Ukifa wewe, jua kwamba kuzimu iko pale, lakini unaposimama katika utakatifu, ukifa ujua kwamba umefika sehemu salama, kwa sababu paradiso inawekwa kwa ajili ya watakatifu, haiwekwi kwa ajili ya watu ambao ni wachafu. Ndio maana tunasema kila mara, miili tunaivaa ni miili ya udongo. Nikiwa hii ni miili ya udongo, tuna uwezo wa kuangalia namna ya kusimama katika kusudi la Mungu. Maana tukisimama ndani ya kusudi la Mungu, tutaishi katika utakatifu, na ndio Mungu anapendezwa na hayo. Lakini tusipoenenda kusimama katika utakatifu, tunajua kuzimu tunaingia na tutahukumiwa sawasawa na matendo yetu. Haleluya! Lazima tusimame katika kusudi, lazima tusimame katika nira za Mungu, lazima tusimame katika namna ambavyo Mungu anavyotaka. Na
tusimame katika sheria za Mungu, maana kuna sheria za Mungu ambazo Mungu alizoziweka kwa ajili yetu, na kuna sheria za binadamu ambazo tunazoziweka ndani ya serikali, tunazoenenda kuwekwa ndani ya serikali, lakini tunaangalia namna gani tunaweza tukasimama katika utakatifu. Maana tukisimama katika utakatifu, Mungu atakuwa nasi, Mungu atasimama ndani ya maisha yetu, Mungu atasimama katika kusudi letu, tukisimama katika kusudi la Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Leo ni siku yako, ujitakase, ujioshe, ili siku moja uone Bwana, uone mamlaka ya Mungu ndani yako, uone nguvu ya Mungu ndani yako, uone upako wa Roho Mtakatifu ndani yako. Maana ukiona upako wa Roho Mtakatifu utasema hakika Bwana ni mwema. Jitakase, jitakase, hosha moyo wako, achana na mambo ya dunia. Ya dunia yote ni mapito, lazima usimame katika kusudi la Mungu. Achana na dunia, na dunia yote ni mambo ya kawaida, ni mambo ya anasa, lakini ukisimama katika hali ya utakatifu, ndipo utasema hakika mbingu ni ya kwangu. Haleluya.